Ni Jumatano, Julai 29, 2026. Karibu mtazamaji wa Jambo TV Online. Ni kufahamishe yote yaliyojiri katika magazeti ya hapa Tanzania. Miongoni mwa habari kuu ni mabilioni yatafunwa. Mimi ni Joseph Gervas, twende pamoja. Leo tuanze na gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari mbalimbali zimewekwa, lakini habari kuu inaonekana ikisomeka Dr. Akili, serikali haikurupuki kuchukua mikopo. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo, kwa kina inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Mawakili watakiwa kufanya kazi za weledi. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Irani yazishutumu nchi zinazoshirikiana na Marekani kuishambulia. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo, kwa kina zaidi ni ukurasa wa 9 wa gazeti Zanzibar Leo. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti ni pamoja na wanahabari toeni taarifa udhibiti wa viwango vya bidhaa. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Hili ni gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, asubuhi hii ya tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti lingine ambalo ni Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Samia asema mawasiliano yalinde maslahi ya nchi. Ukurasa wa 16 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina na ndio habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Vigogo wasimulia maisha baada ya utumishi. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Raia wanne wa Uholanzi wanusurika kifo ziwa Nyasa. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Madaktari wataja ya kufanya kulinda ini. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Hili ni gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Katika habari picha inayoonekana kwenye gazeti hili inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na watu mbalimbali. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu hii ama habari picha inaonekana kwa uzuri zaidi. Mara hii tuangazie taarifa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Okola ashikilia msimamo wake dhidi ya John Heche. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Rais Samia afungua semina elekezi ya viongozi wa serikali. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina. Lakini SADC yahimiza mageuzi ya viwanda. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. TANESCO yataja maeneo yatakayokosa umeme. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa ipo kwa mapana zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokuwa ukurasa wa mbele ni pamoja na hizi: Ilala yatenga fedha za ununuzi eneo la machinjio. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Mfumo wa usikilizwaji wa kesi CMA waleta matumaini. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina. UNAIDS, dunia iko hatarini kwa mlipuko mwingine wa ukimwi. Ukurasa wa 11 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Homa ya ini duniani 2026 imeandikwa hapa. Kuvunja vikwazo vya ukimya lakini na kupigania maisha ya mabilioni. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo kwa kina, ni ukurasa wa 11 wa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, siku ya leo. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti lingine. Mara hii ni taarifa katika gazeti Raia Mwema. Ukurasa wa mbele wa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, imeandikwa ripoti maalum mabilioni yatafunwa. Ukurasa wa pili wa gazeti, ripoti hii imeandikwa kwa kina. Lissu hapoi. Ukurasa wa 6 imeandikwa CCM kujivua gamba, ni swali ambalo limewekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili na inaonekana kwa uzuri zaidi, lakini kwa kina ni ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, ni pamoja na makala kuhusu tofauti ya riba na faida kwa mtazamo wa Uislamu. Ukurasa wa 12 wa gazeti, makala hii ipo kwa kina zaidi, lakini bado kuna makala nyingine ukurasa wa 10 ikiwa inasema TPA yajenga ukuta wa usalama dhidi ya wizi. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi, kwa kina ndio kama nilivyokutajia. Lakini sasa tuangazie taarifa katika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa kauli nzito ya Rais Samia kwa mawaziri. Ukurasa wake wa mbele imeandikwa hivyo. Lakini Okola ashikilia msimamo wake kuhusu John Heche. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Kwa kina zaidi ni ukurasa wa pili. Maambukizi homa ya ini yapungua Tanzania. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Raia wanne wa Uholanzi wanusurika kifo ziwa Nyasa. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Habari nyingine zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na tulipe kodi kwa furaha,
maendeleo ya nchi yetu, Askofu Malasusa. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. CCM yavunja ukimya, wananchi viongozi wanaochafuana. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Katika habari picha bado inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sasa tuangazie taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. Habari kuu ukurasa wa mbele imeandikwa Chadema mkoa wa Lindi nao wamtaka Heche ajiuzuru. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi, lakini ndio habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili asubuhi hii. Rais Samia ataka taarifa za serikali zitolewe kwa wakati. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina, lakini miongoni mwa taarifa zilizoandikwa hapa, vijana 20 watapeliwa Same kwa biashara mtandaoni. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Kata ya Ruaha Iringa mjini yaja na kliniki kuimarisha malezi uchumi. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Hizi ni habari zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. Mara hii tuangazie taarifa katika gazeti Biashara Leo. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa tuhuma za Heche fedha za chama bado ngoma nzito. Kwa uchache imeandikwa Katibu wa Chadema Morogoro amwibukia tena akitaka apishe uchunguzi. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Rais Samia wataka viongozi wa umma kuzingatia mawasiliano sahihi na kwa wakati. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Lakini madaktari washauri uchunguzi wa mapema kujikinga na homa ya ini. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina. JKCI yakanusha kuwapa wakati mgumu watumishi wake. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Hii ni habari picha ambayo inamuonyesha makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Bara John Heche akiwa hapa, anaonekana kwa uzuri zaidi. Na mara hii tuangazie taarifa katika gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Samia atoa mwelekeo. Habari hii ni habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili kwa kina ikipatikana ukurasa wa 2. Lakini TANESCO yasema kukatika umeme kwa muda kupisha mradi Chalinze Dodoma. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Okola asema sijakosea kusema Heche achunguzwe. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele ni pamoja na polisi Mbeya yahamasisha msaada kwa watoto yatima. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. SADC yahimiza mageuzi ya viwanda vya maendeleo endelevu ya ukanda. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizokuwa ukurasa wa mbele ni pamoja na habari picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hili ni gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge asubuhi hii. Na sasa tuangazie taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa mawasiliano ya serikali nguzo ya uongozi, ikiwa ni nukuu kwa kile inapatikana ukurasa wa 2. Lakini wanachama Lindi walalamika kushauliwa ruzuku za Chadema. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Adaiwa kumuua mdogo wake kisa mali ya urithi. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Kata ya Vingunguti waomba kujengewa mfumo mpya wa majitaka. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Hizi ni habari zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti Mwananchi Tanzania. Habari kuu katika gazeti hili imeandikwa na inaonekana ikisomeka vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini. Imeandikwa hivyo kwa kina zaidi ikipatikana ukurasa wa 8. Ajifungua mapacha 5 wafariki. Habari hii inapatikana ukurasa wa 5. Minyukano inavyoua ndoto za upinzani kuchukua dola. Ukurasa wa 22 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. WHO yasisitiza mapambano homa ya ini. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Marufuku ya RC Chalamila kuhusu gereji bado ya suasua. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizokuwa ukurasa wa mbele ni pamoja na picha mbalimbali. Kwanza picha ya dawa ambazo zimezungumziwa hapa, lakini picha ya vyama mbalimbali vya siasa ambavyo habari yake imeandikwa minyukano inavyovua ndoto za upinzani kuchukua dola. Imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi Tanzania. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti Mwananchi Huru Tanzania. Habari kuu imeandikwa msukosuko tena kwa Heche tuhuma za ufisadi.
Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Rais Dr. Samia awafunda viongozi umuhimu wa mawasiliano kwa wakati. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii ipo kwa kina. Lakini madaktari washauri uchunguzi wa mapema kujikinga na homa ya ini. Lakini miongoni mwa taarifa ni pamoja na hii: Hormuz bado kwa moto, Marekani Irani wazichapa. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Kwa kina ni ukurasa wa 4. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ni pamoja na habari, picha ikimwonyesha makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara John Heche akiwa yuko hapa. Lakini sasa tuangazie taarifa katika gazeti Afrika Leo. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Mnyika atwishwa zigo la Heche. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Zanzibar kuendelea kushirikiana na Kenya kuimarisha biashara na uwekezaji. Habari hii inapatikana ukurasa wa pili kwa kina. Lakini miongoni mwa habari zilizo ukurasa wa mbele ni pamoja na habari, picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na moja ya watu waliomtembelea hapa. Kwenye habari, picha inaonekana kwa uzuri zaidi. Mara hii tuangazie taarifa katika gazeti Sauti Yetu. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Rais Samia asema 70% utekelezaji dira 2050 inategemea sekta binafsi. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri. Ukurasa wa 4 inapatikana kwa kina zaidi. Mwenyekiti Chadema Kilwa amshukia Heche. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. St Dominic Savio watu wa Kenya kujifunza. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Ukamilishaji mradi wa kilovoti 400 wa Chalinze Dodoma mbioni kukamilika. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele ni pamoja na habari, picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti Uhuru, ukweli daima. Habari kuu ukurasa wa mbele imeandikwa Rais Samia ataja sifa za mawasiliano serikalini. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Mkuchika Liundi waeleza faida ya muungano. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Msikiti wa kale unavyobeba historia ndefu ya Kizimkazi. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa ipo kwa mapana. Watu 7 wasota majini saa 72 kunusuru uhai. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Wanafunzi vipanga Samia scholarship wapewa nondo. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti Mtazamo Mpya. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa Rais Samia ataka kazi za serikali zitangazwe, asema mawasiliano ni nyenzo ya kimkakati, aeleza dira 2050 inategemea ushiriki wa sekta binafsi. Ukurasa wa pili wa gazeti, habari hii inapatikana kwa kina. Ukola hajapoa kwa Heche. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Sadek yahimiza mageuzi ya viwanda. Habari hii inapatikana kwa kina zaidi katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Serikali kuvamia mabilioni mfumo mpya usimamizi wa mawakala wa forodha. Ukurasa wa pili wa gazeti, habari hii inapatikana kwa kina zaidi. Katika habari, picha bado inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na mmoja wa watu waliomtembelea hapa na wanakabidhiana moja ya nyaraka. Na sasa tuangazie taarifa za michezo zilizoandikwa kurasa za mbele za magazeti haya ya hapa nyumbani Tanzania asubuhi hii ya leo tarehe 29 mwaka 2026. Na sasa tuanze na gazeti Uhuru, ukweli daima. Habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti Uhuru, ukweli daima michezo imeandikwa 2.1 idadi ya mabao iliyoshinda Tanzania dhidi ya Afrika Kusini WAFCON. Rais Samia aipa 5 Twiga Stars. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa imeandikwa hivyo. Yanga yafanya kufuru usajili. Ukurasa wa pili wa mbele wa gazeti, taarifa imeandikwa hivyo. Lakini Pacome out, Clement Mzizi Job warejea. Ukurasa wa pili wa gazeti ipo kwa kina. Mwigulu watoa neno maandalizi AFCON 2027. Hizi ni miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru, ukweli daima, ikiwa ni pamoja na hii ikisema Singida BS yaitungua Mogadishu Kagame. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Na mara hii tuangazie taarifa za michezo katika gazeti Mwananchi Sport asubuhi hii. Habari kuu imeandikwa Shalulile funga kazi. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Yanga yatoa mkwanja mrefu. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo katika gazeti hili Mwanasport michezo. Pacome nje, Clement Mzizi ndani Yanga.
ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Lakini siasa za muondoa Maldini Italia, ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Twiga Stars imebakiza moja kutinga robo, ukurasa wa 12 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Ataja mipango yake, Chama afichua siri, ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Lakini Baka apige hesabu kali, ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa imeandikwa hivyo. Na hizi ndizo taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanasport asubuhi hii. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti Taifa Tanzania michezo. Habari mbalimbali zimeandikwa hapa, lakini kuu zinazoonekana ni mustakabali wa Maena ndani ya Simba haufahamiki, yakosa huduma yake Kagame Cup, ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Rais Samia awapongeza Twiga Stars, awahimiza kuendelea kupambana kwa moyo, ukurasa wa michezo wa gazeti. Taarifa hii ipo kwa kina zaidi. Usajili wa Shalulile wawavuruga mashabiki wa mnyama, ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Taifa Tanzania michezo. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Na sasa tuangazie taarifa za michezo katika gazeti wa Machinga Sport. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Simba Day, nchi itasimama. Twiga Stars gumzo Wafcon, Shalulile apagawisha mashabiki Yanga, lakini kocha Ngawina atua Dodoma Jiji. Lakini hizi ni taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti wa Machinga Sport. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti lingine ambalo ni gazeti Sport Tanzania Leo. Bosi ashusha presha ya usajili Simba SC, ukurasa wa michezo wa gazeti taarifa ipo kwa uzuri. GSM afanya kufuru dili usajili wa Shalulile. Lakini miongoni mwa taarifa ni pamoja na hii, Twiga Stars ya ng'ara Wafcon yaitandika South, ukurasa wa michezo wa gazeti Sports Tanzania Leo. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Katika gazeti Raia Mwema michezo imeandikwa Tanzania ya iweka pabaya Afrika Kusini, alikuwa tumboni wazazi wake wakizamia Hispania. Lakini habari kamili inapatikana ukurasa wa 19. Nico William mshindi wa kombe la dunia, imeandikwa hivyo ukurasa wa michezo wa gazeti Raia Mwema michezo. Na sasa tuangazie taarifa za michezo katika gazeti Majira. Rais Samia aipongeza Twiga Stars kwa ushindi wa Afcon. Shime afunguka asema akili yote kwa Burkina Faso. Lakini shilingi bilioni 14 za tikisa usajili Yanga, ukurasa wa mbele wa gazeti hili Majira michezo. Burudani imeandikwa hivyo. Lakini katika gazeti Habari Leo michezo imeandikwa Samia aipongeza Twiga Stars, Yanga yatamba na Shalulile, Changalawe atolewa madola. Lakini Singida yafufua matumaini Kagame, ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi asubuhi ya hii leo. Na sasa tuangazie taarifa za michezo katika gazeti Zanzibar Leo, na gazeti ambalo litatutamatishia kwa siku ya hii leo. Ukurasa wa mbele wa michezo imeandikwa Afcon kufungua fursa za kiuchumi, Dr. Nchemba, ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. KVZ zimamoto zaanza na ushindi ligi kuu netiboli, ukurasa wa michezo wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Maandalizi ya wiki ya wananchi yamekamilika kamwe, ukurasa wa michezo wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Gazeti hili linatuhitimishia michezo na burudani, na pia linafunga ukurasa wa mwisho katika kuangazia habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za magazeti ya hapa Tanzania. Naitwa Joseph Gelvas, hii ni Jambo TV Online. Tukutane wakati mwingine.